Wakati huo serikali imesema itachukua hatua kabambe dhidi ya raia yeyote wa kigeni anayeshutumiwa kwa kunakili kwa siri na kusambaza picha za siri za wanawake wa humu nchini bila idhini yao. Akitaja kitendo hicho kuwa ukiukaji wa hadhi na usiri unaolindwa chini ya vifungu vya 28 na 31 vya katiba, hatibu wa serikali Isaac Mwaura alisema kuwa mashirika ya usalama, uchunguzi na mashtaka yameagizwa kuchunguza suala hilo kwa dharura kwa ushirikiano na maafisa wa kimataifa, kwani ni suala la kimataifa. Mshukiwa huyo anatarajiwa kukabiliwa na mashtaka kuambatana na kanuni za adhabu za sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa kimtandao. So you don't need anything from us today? What? You don't need anything. Na tunataka kukashifu kama serikali tabia mbaya ya yule mtu tuliyemwona, yule Mrusi akisumbua mama wetu hapa. Hilo sio jambo ambalo ni nzuri hata kidogo, lakini tujipende sisi, tujipende kama Waafrika. Usione tu ngozi nyeupe unafikiri kwamba wewe umeenda kutajirika. Hiyo ni aibu kubwa sana. Nasema hivi kama msemaji wa serikali na Muthongo wa Ruiru. Tuache haya maneno ya kuwa kwamba tukiona tu ngozi nyeupe hivi tunakimbia huku. Tujienzi kama Waafrika. Hilo ni jambo ambalo limefedhehesha na kudhalilisha Waafrika. Hati mtu tu yoyote tu kutoka kule hata tujue ni namna gani, hawe mgonjwa asiwe mgonjwa, alafu sisi wenyewe tunajionyesha vile